وأوصي نفسي بتقوى الله عز وجل. ولقد فاز المتقون حيث قال الله تعالى في محكم كتاب العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ndugu Waislamu, baada kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehema na maghfira kipenzi wa daraja bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kwanza nausieni pamoja na kujusia nafsi yangu juu ya kumcha Allah subhanahu wa ta'ala ili tuweze kufaulu. Qala sha'ir idha al-mar'u lam yalbasu thiyaban min at-tuqa tajarrada 'uryanan walau kana kasiya wa khayru libasi al-mar'i ta'atu rabbih wala khayru man kana lillahi 'asiya. Mshairi anasema ikiwa mwanadamu hakuwa tayari kuvaa vazi la ucha Mungu, basi ubadilika kuwa uchi hata kama amevaa mavazi. Na vazi bora kwa mtu ni kile kitendo cha kumtii Mola wake, na siku zote hapana khairi kwa yule mtu atakayemuasi Mola wake. Ama maudhu khutbatina leo insha Allah taala, maudhu ya khutba yetu ya leo tutaenda kuangalia al-ilmu wa nurul qalb, yani elimu ndiyo nuru ya moyo. Mwanadamu katika maisha yake, akiwa ni mdogo, akiwa ni barobaro shabab, akiwa ni mzee, akitaka nuru ya maisha yake, akitaka nuru ya moyo wake, ni lazima aweko tayari kupiga goti kuitafuta elimu ile. Limadha? Kwa sababu gani? Elimu hii iko kwa kila kipengele cha mwanadamu, iko katika ilmu ambayo kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameenda kuifaradhisha elimu hii kwa mwanadamu yoyote yule, bali ya kumwangalia umaskini wake aliopewa, bali ya kuangalia mwanadamu ule utajiri wake aliopewa, bali ya kumwangalia mwanadamu ule nafasi yake au ya shughuli yake aliopewa. Ni mwanadamu ni lazima aweko tayari kupiga magoti na kwenda kuisoma au kupambana na ile, kwa sababu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ukiangalia katika Qur'an kuna aya na sura chungu mzima ambazo kwamba zimeteremshwa sura hizi na aya hizi kwa matukio tofauti, lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akaenda kuiteremsha aya ya kwanza kwa mwanadamu akimwambiaje? Iqra, yani soma. Tofauti ya mwanadamu unachosoma kile, lakini mwanadamu huyu ameumbwa kuwa yeye ni ummatu iqra, yani sisi ni umma wa kusoma. Na hii ilianza kwa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mtume Muhammad alipokuwa uko empty minded, ambao kwa hana kitu chochote, Jibril alayhi salam ndiye alikuwa mwalimu wake bwana mtume Muhammad, ambao director alikuwa ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Alienda kwa mtume yule na akamwambia, wakati ambao ule akimuelezea na kumwambia, ilikuwa hajawahi kumfunza. Tofauti na sisi, kabla hujakalia mtihani una mafunzo, vitabu, muongozo ili yakupelekea kufaulu katika mtihani ule. Na hii ndio desturi na filosofi ya maisha ya mwanadamu. Hata katika kuumba kwako wewe mwanadamu umeenda kupatiwa map kamili ya kupelekesha maisha yako. Yani Mwenyezi Mungu hakukumba abathan, yani kun fayakun. Kuwa mwanadamu, hujulikani utakuwa na dini gani, hujulikani utakuwa na matendo gani, hujulikani utakuwa na mazuri gani wala mabaya gani, la, bali Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala baada kumuumba mwanadamu alienda kuzungumza na akili. Akili ilikuwa na mujadala bainahu wa baina Allah. Akili ilienda kuweka hiwar, yani debate kati ya akili na Mwenyezi Mungu.
Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alipoumba akili akaiambia hii akili idbir, nyoka. Akili fa adbir, akili kanyoka. Akili ile ikaambiwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, nitakupenda kwa yule yoyote ambaye kwamba atakuwa tayari kutumia akili yangu hii, na nitakuwa mbali na yule ambaye kwamba atakuwa mbali mwenye kutumia akili yangu kisawasawa. Hapa ndo tukawekwa farqu baina al-insan wal hayawan. Tofauti yetu kubwa na wanadamu kwa wanyama si kingine bali ni akili ya mwanadamu. Ukitaka kufananisha mwanadamu na paka, au ukitaka kufananisha mwanadamu na mbwa, huko kuna hasasa 5, hisia 5 ambazo kwamba mimi na wewe mwanadamu tunaenda kushare na hayawani. Kwa sababu hayawani anasikia, hayawani anaona, hayawani ananusa na analadha, na vile vile ukimgusa anahisi. Hizo ni 5 hissiyat ambazo kwamba hisia hizi sisi wanadamu pia tuko nazo. Lakini tofauti kubwa kati yetu na hayawani ni kuwa kiungo ambacho kwamba ni akili hayawani ameenda kutolewa nacho. Sasa yoyote yule ambaye kwamba atakuwa tayari kuitumia akili yake ndio amekuwa mbora wa wanadamu hata hayawani. Lakini atakapokuwa ile akili yake ameenda kuizorota na kuiacha hisia zimtawale, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema hawa hayawani wanakuwa bora kutuliko sisi binadamu. Sasa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alipokuwa yeye ameileta hii aya ya Iqra kwa wanadamu, ni kutuambia kuwa nyinyi, mdogo mkubwa, mrefu au mpana, ni lazima kwake ni kusoma. Kama vile bwana mtume akisema talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin wa muslima, kutaka elimu ni wajibu kwa kila muislamu wa kiume na kwa kila muislamu wa kike. Sasa hakuna exception yoyote itakayotoka. Sijui kulingana na kazi zako hupati kusoma, sijui kulingana na maisha yako ni maskini. Mwenyezi Mungu hakuweka exception kama hizo katika hadithi ya bwana mtume. Kwa hivyo faradhi ambayo kwamba imeletwa elimu ni kama kufunga katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, ni kama kuswali 5 maratu fil yawm. Haina tofauti. Tofauti yetu tumeenda kuiweka ada baada ya ibada. Yani kusoma imekuwa ni ada, sio ibada. Hapa ndio tumeenda kufeli. Mtu akimaliza miaka fulani, hakuwahi kusoma primary, hakuwahi kusoma secondary, hakuwahi kupitia college au university, ameingia kwa kazi yake, ni kama wajibu ule kwake umefutika. Wakati hao ni masuhulu kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala utaenda kuli. Kwani kuna mashekhe na walimu chungu mzima ambao kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameenda kutuwekea katika maisha. Kwa nini tusiwe tayari kwenda kuwafuata kwa wakati wetu ambao kwamba tuna shughuli zetu na kwenda kupangilia wakati ule angalau kwa nusu saa au jisali moja kwa baadhi ya siku? Hii ndio utaenda kupata kwa Abdul Aziz, Umar bin Abdul Aziz anasema inistata'at, yani ukiwa katika wewe ni muweza, fakun muallima, yani kuwa mwalimu. Ukiwa unaweza kun muallima, kuwa mwalimu. Wa illam tastati', na ikiwa wewe hauwezi kuwa mwalimu, fakun mutaallim, basi kuwa mwanafunzi. Wa illam tastati', na ikiwa hauwezi kuwa mutaallim, kuwa mwanafunzi, fakun muhibban lil'ilm, kuwa na mapenzi ya kupenda elimu. Wa illam tastati', na usipokuwa na mapenzi ya kupenda elimu, fala tub'idhum, usende kuwachukia wenye elimu. Kwa nini? Fa innal ulama warathatul anbiya, walimu nawaona hawa ndio representer wa mitume ambao kwamba waliotutangulia. Hawa ndio ambao kwamba
wataenda kutushikilia mikono yetu baada ya mitume kutulekeza ya ile amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Ukizanguni waislamu, elimu katika maisha ya mwanadamu ndio nuru ya moyo wake. Wakati ikiwa hauna elimu na uko na afya njema na uko na mali, utakuwa mgumu au utakuwa na uzito wa kutumia mali zile kiuhalifu ambao kwamba Mwenyezi Mungu amekupelekea. Utaenda kuzitumia mali zako kulingana na mujibu wa hisia zako, sio kwa mujibu wa elimu ya Mwenyezi Mungu aliyekupatia. Kwa sababu hauna elimu, lakini umeenda kubarikiwa siha njema na vile vile umeenda kubarikiwa na mali. Mwingine anaweza kuwa na siha njema, anaweza kuwa hana elimu, lakini mtu huyo ako na mali. Mali zile vile vile hataweza kuzitumia kulingana na mujibu wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alivyomneemesha. Kwa hivyo elimu ya mwanadamu katika maisha yake ndio kufanikiwa kwake fi dunia wal akhirah. Ukikosa elimu, mbali ya kuangalia tofauti ya elimu ile ya dini au ya dunia, ya nyumbani au ya msikitini, elimu kama ile ndugu zanguni waislamu itaenda kufufua hisia na moyo wa kumjua Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa sababu ulama al-akhlaq wanasema man arifa nafsahu faqad arifa rabbahu. Yoyote yule ambaye kwamba atakuwa tayari kuijua nafsi yake na matatizo gani, huyo ndio amekuwa tayari kumjua Mola wake. Kwa hivyo usipoigundua nafsi yako, usipogundua moyo wako na matatizo gani katika masala ya maisha yako, basi huko tayari kumjua Mola wako. Shairi anasema al-ilm yarfa'u baytan la 'imada lahu. Elimu inaweza kuinua nyumba ambayo kwamba haina nguzo. Elimu. Na vile vile wal jahlu, na ujinga yahdumu bayta al-'azz wa sharaf. Ujinga unaweza kuvunja nyumba ambayo kwamba iko na utukufu na iko na enzi ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wakati wewe hauna elimu, hata kujenga kwako nyumba, ima iweko ni katika usratuka, katika familia yako, au iweko ni katika ulezi wako, hiyo nyumba itakuwa na matundu chungu mzima ikivuja, kwa sababu hauna elimu ya kupelekesha madrasa yako nyumbani. Na vile vile yule ambaye kwamba yuko na elimu ambayo kwamba elimu ile itakuwa ni yenye kuinua nyumba ambayo kwamba haitaki nguzo hizi pila tunazoziona. Kwa sababu gani? Ni nyumba ambayo kwamba ina msingi wa kuinua kuanzia foundation yake ilikuwa ni yenye kumjua Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ukizanguni waislamu, katika jamii ambazo kwamba zimetuzunguka, utapata kuna changamoto chungu mzima ya kutafuta elimu. La siyaman kwa watoto wetu, watu naowalea, kwa mabarobaro walioingia mitaani, na vile vile kwa sisi walezi na wazee ambao kwamba tunalinda nyumba hizo. Hii ni changamoto kubwa. Na utapata katika maeneo yetu ya Shanzuodi mzima, unapata madrasa zote zinakuwa ni madrasa za watoto. Utapata mashule yote ni mashule ya watoto. Lakini huwezi kwenda kuona kuna nidhamu na taratibu ambayo kwamba ya kwenda kuwapatia elimu wale ambao kwamba walikosa elimu katika utotoni mwao, walikosa elimu katika ubarobaroni mwao, ili wapatilize. Hiyo ndio ile better late than never. Kwa sababu wewe mauti, tukizamuni waislamu, yatakapokujia hayakubijishi hodi mauti kama yale. Hayatizami uko katika umri gani, hayatizami uko katika maisha gani. Sasa umekufa wakati ni jahil, ni kuwa wewe ndugu yangu Muislamu ni mjinga ambaye kwamba
hauwezi kukigundua kitabu chako ambao ndio katiba yako ya Qur'an, itakuwa una hasara fi dunia wal akhirah. Na unaweza kuwa unaswali na unafunga na unatoa sadaka, lakini kwa msingi gani uliofuata kufanya ibada hizo? Hiyo ndio ilmu. Usipokuwa na elimu ya kuswali, swala yako ni mazoezi. Usipokuwa na elimu ya kufunga, funga yako ni mazoezi ya tumbo, funga njaa. Yani kila ibada ambayo kwamba Mwenyezi Mungu ametufaradhishia ni lazima ya kuwa na misingi ya kielimu ya kufuata ibada hiyo mpaka iwe ile ni ibada ya sawasawa. Ukikosa elimu ndio itakuwa unafanya vitu usivyovijua. Ndio huyo anakuwa jahilun murakkab, yani hajui kama yeye hajui. Sasa ndugu zangu ni Waislamu, kuna turuq alladhi tusaiduna likay an najidu hadhihi alilm. Kuna njia ambazo kwamba zinaweza kutupelekea na kutusaidia kwenda kupata hizi elimu, mbali ya kuangalia shughuli zako, mbali ya kuangalia umri wako. Jambo la kwanza ni lazima ujue hadafun ala hayatik, malengo ya maisha yako ni gani? Yani mwanadamu akae chini na nafsi yake aiulize na kuiambia malengo ya kuumbwa mimi katika huu ulimwengu ya maisha yangu ni gani, ili nipate kumridhisha aliyeniumba. Wa ile Mwenyezi Mungu akutuumba abathan hapa, kila mtu afanye shughuli zake. Kuna malengo. Moja katika malengo ni kumjua Allah subhanahu wa ta'ala. Ndio ile mtu ambaye kwamba atamjua Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, haki ya kumjua, ndio atakuwa katika ibadatun sahiha, ibada ambayo kwamba iko sawa. Ndio wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sio sisi wanadamu, hata majini wameumbwa kwa lengo la ibada. Na ibada tunayozungumza hapa si kuswali na kufunga peke yake. Ibada wanasema ismu jami'un likulli ma yuhibbu Allah wa yarda. Ni jambo lolote lile ambalo kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala analiridhia, ikiwa ni la siri au la dhahiri, jambo hilo linakuwa katika ibada. Hiyo ni njia ya kwanza. Njia ya pili ni tahdhibun nafs wa tarbiyati ani taqwa. Ni lazima hii nafsi tuipatilize malengo, tuipatilize kuilelea nafsi zetu kwa kumwogopa nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa sababu hii nafsi tunavyoiona ndugu zangu wa Uislamu ni kama mtoto mchanga. Namna anapokuwa ndio namna anavyoadapt tabia unazomlelea nazo. Ikiwa hii nafsi utalelewa kuwa itakula kitepa, basi itakula. Ikiwa hii nafsi utaelelea katika elimu, basi itakuwa na elimu. Ikiwa hii yani kwa kila sampuli unapoelelea nafsi yako, ndio namna ya kuipatia chakula ya nafsi kama hiyo. Kwa sababu hii nafsi wanasema the more unapokuwa katika maisha yako au katika umri wako, moyo wa mwanadamu unakuwa mdogo. Na ukimwona kijana mdogo ujue moyo wake ni mkubwa. Wana filosofi wanatuambia hivyo. Ndio utaona vijana wadogo wanakuwa na hamasa kubwa ambayo kwamba tofauti na kijana mkubwa kwa kupata elimu, kwa sababu moyo wake ni mkubwa. Ndio elimu ile akiipata inamwingia kwa moyo wake kwa haraka kuliko mzee, kuliko barabara. Kwa sababu gani? Ni kwa sababu moyo wako umekuwa mdogo baada umri wako kukua. Sasa hao vijana stahili wapatilize kabla moyo wao haujaenda kujaa na vidoti vyeusi kwenye kanzu nyeupe. Yani kanzu unapoiona hii, ikiingia kidoti keusi hutoona weupe wa kanzu, utaenda direct kwa kile kidoti keusi. Hilo ndio doa baya kwa mwanadamu, kwa moyo wake. Namna anavyoishi kwa nafsi ile kuiweka ubaya, mabaya kwa vidoti vyeusi vile vinazidi kwa kanzu ile, taka tahawalatu ila min al-ba' ila al-aswad. Inabadilika kutoka katika kanzu nyeupe na kuingia katika kanzu nyeusi. Tofauti
na yule ambaye kwamba kanzu yake ni nyeusi, kwa malezi ya nafsi yake inabadilika kuwa weusi wa nafsi yake kuingia katika weupe. Hiyo ndio mwanadamu. Tatu, ni lazima tuweke katika sinaatul bi'atul ilm, uvumbuzi wa mazingira ya elimu. Tizama mazingira yote ya Shanzu nzima. Unaweza kupata public library, yani unaweza baada ya kutumia wakati wako wa kitefa ukatumia wakati wako wa kushika kitabu kwa dakika 5. Kuna wakati mahali hapo? Alhasil hakuna. Katika Shanzu wodi mzima, si kwa mimi eneo haya tulionayo. Yani hakuna mazingira ya elimu. Vijana hawa watainuka vipi na kupenda elimu? Mazingira tunayoyaona ni ya pikipiki na vitepa. Akiangalia kwa macho yake, hisia inaenda direct kwa akili yake mpaka moyoni mwake. Anakuwa huyu mwanadamu nitakapomaliza form 4 mahali pangu ni pale. Yani ushamuonesha. Yani inakuwa mwanadamu mazingira ambayo kwamba umemwekea ni moja katika madrasa. Madrasa si shule na madrasa peke yake tunazosoma. Hata mazingira pia ni madrasa ya kumfunza mtoto. Kwa hivyo ni lazima nyumbani kwetu, mazingira yetu tuweke katika bi'atul ilmi, yani mazingira ambayo kwamba yatamuonesha huyu kijana kuwa haya ni mazingira ya kielimu. 4, al-ilm huwa fursatun dhahabiyya fi hayati. Elimu ni golden chance katika maisha ya mwanadamu. Na golden chance inamalizika wapi? Ni pale atakapokujia wewe Israeli na kukubishia hodi kuwa anataka kukabidhi roho yako. Golden chance ile imefanya nini? Imemalizika. Kwa hivyo kama si sasa, itakikana uanze sasa hivi, kwa sababu mauti yanakuja ghafula kama wanavyosema Waswahili. Mara hayana muhula, mara huwa la haula, ameyaga nini? Ameyaga dunia. Ghafla binvu, wanavyosema almautu yati baghtatan wal qabru sudukul amal. Mauti yanakuja ghafla na kaburi ndio sanduku lako la amal. Ndugu zangu wa Islam, mwisho ni lazima mwanadamu awe kuna tanzimul barnamij fi masiratuna. Ni lazima uwe na timetable katika mizunguko yako, katika shughuli zako, ili usitoke katika dira ambalo kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amekuamrisha na ukaenda kuangalia nafsi yako na shahawati zako na ibilisi kukuingia. Ni lazima upate nidhamu kamilan fi hayatika. Ni lazima upate nidhamu ya kukupelekesha maisha yako. Ndio utapata mahali kote, ikiwa ni msikitini, ikiwa ni ofisini, ikiwa ni shuleni, ikiwa ni hospitalini, kuna nidhamu ya kupelekesha maeneo yale. Kuna timetable imewekwa. Lau zile timetable zote zitolewe, hebu niambia harakati zitakazokuwa katika sehemu ile itakuwa na nidhamu kweli? Mtu anaingia kwa wakati wake, anatoka kwa wakati wake. Mtu anafanya anachokitaka na anaacha anachokitaka. Sasa vipi mwanadamu kama wewe personally, wewe binafsi, ukose timetable ya kupelekesha maisha yako? Tayari hapo umekuwa hujijui mahali wewe uko. Ndugu zangu wa Islam, elimu kwa mwanadamu, si kwa kijana, si kwa barobaro, si kwa mzee, si kwa mke wala mume, ni jambo la lazima katika maisha yetu. Nikimalizia kwa mshairi mmoja wa Kiswahili akizungumza ubora huu, nikimalizia na dua yake akisema, elimu ndugu zangu wa Islam kwetu ni jambo muhimu. Tulichukua hili jukumu, maisha yawe matamu, tuwe watu mahashumu katika maisha yetu, ili watoto wajenge hamu wao wapende nini? Elimu. Kwa sababu katika mambo muhimu, jambo la kwanza ni nini? Ni elimu. Ndugu zangu, ni vile vile Mwenyezi Mungu atupe moyo mkunjufu unaopenda kusoma, kwa sababu mioyo yetu ni mibaya. Moyo tena usiwe na hofu na mtulivu mtima,
wa kuzipenda herufu za Qur'ani na vile vile na msahafu mzima, kwa sababu katika mambo muhimu namba moja ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atujalie tuwe ni wenye na busara na hekima zetu za kupelekesha mambo yetu kielimu, na vile vile nas'alullah al-auna wa tawfiq bima yuhibbu wa yarda innahu waliyyu tawfiq wa bihi nasta'in walhamdulillahi rabbil